Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ujumbe wa Marekani unazidi kuishinikiza Cuba kubadili mifumo ya kiuchumi, lakini hata mifumo yake ya kisiasa, vyombo vya habari vinaripoti. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje wameripotiwa kuionya Havana kwamba ina dirisha dogo la kutekeleza mageuzi katika nchi hiyo. Marekani inazidi kuishinikiza Cuba kwamba wanataka ifanye mabadiliko kama wao wanavyotaka. Maafisa hao wameitaka Cuba ibadilike kutoka kwa ujamaa hadi uchumi unaotegemea soko na kuwalipa fidia raia wa Marekani na mashirika ambayo mali zao zilitwaliwa katika miaka 1960. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti Ijumaa na Jumamosi vikinukuu vyanzo vinavyofahamu suala hilo. Ujumbe kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ulieleza madai hayo mwishoni mwa wiki iliyopita wakati wa safari ya kwanza ya aina hiyo kuelekea Havana tangu mwaka 2016, huku Cuba ikikabiliana na uhaba mkubwa wa mafuta na kukatika kwa umeme kufuatia vikwazo vya usafirishaji wa mafuta vilivyowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Inasemekana Marekani ilitaka Cuba kutekeleza mageuzi ya kiuchumi, kupanua sekta ya binafsi na kuvutia uwekezaji wa kigeni na kuachilia wafungwa wa kisiasa. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times, maafisa wa Marekani pia walipendekeza kuleta huduma ya mtandao wa satellite ya Elon Musk ya Starlink nchini Cuba na kuruhusu muunganisho usiokuwa wa kikomo. Shirika la habari la Axios limeripoti kwamba Washington pia ilitaka Havana kuruhusu uhuru zaidi wa kisiasa na hatimaye kusababisha uchaguzi huru na wa haki. Chombo hicho kilimnukuu afisa wa Marekani akisema kwamba wasomi na watawala wa kisiwa hicho wana dirisha dogo la kufanya mageuzi muhimu yanayoungwa mkono na Amerika kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Afisa mkuu huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje Michael Kozak alithibitisha siku ya Alhamisi kwamba Marekani inashinikiza mageuzi makubwa nchini Cuba. Trump, ambaye hapo awali alitishia kisiwa hicho kwa uvamizi, hivi karibuni alipunguza misimamo yake akipendekeza kuwa Washington inaweza kusaidia Cuba kukabiliana na matatizo yake ya kiuchumi. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani alitishia kuishambulia Cuba akisema kwamba baada ya kumalizana na wa Iran atahamia nchini Cuba. Hata hivyo, alisema kwamba Cuba itakumbwa na janga ikiwa haitabadilisha mifumo yake ya kiuchumi, lakini pia haitaleta haki kama ambavyo wao wanataka. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel aliliambia shirika la habari la RT siku ya jana Jumamosi kwamba nchi hiyo haiogopi vita na kwamba wamejipanga kwa mapambano. Alisisitiza kuwa Havana iko wazi kwa mazungumzo, lakini yenye usawa na bila shuruti. Amesema Cuba ni nchi huru na ni nchi ambayo inazingatia uhuru wake na kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kuingilia kati masuala ya ndani kama ambavyo yenyewe Cuba haingilii masuala ya ndani ya nchini Marekani na taifa lolote katika ulimwengu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.